Hii ni Mbanasi Radio na mimi ni Salome Mlai. Pita mtandaoni. Nimepitia ukurasa wa Instagram wa TBC Online. Kuna habari hapa inasema ajali ya basi Kisarawe yaua watu 4. Watu 4 wamefariki dunia na wengine 46 wamejeruhiwa baada ya basi walilokuwa wakisafiria kutoka kijiji cha Vikumburu wilayani Kisarawe mkoani Pwani kwenda jijini Dar es Salaam kupinduka. Ajali hiyo imetokea Agosti 9 mwaka 2026 katika eneo la Kinyanyiko, barabara ya Pugu Kisarawe, na kuhusisha basi lenye namba za usajili T177 DBV. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Morges amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kusema miongoni mwa waliofariki dunia ni dereva wa basi hilo Salehe Mtumwa, mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam. Wengine ni Mwika Gwesele, Fatuma Momba na Sivijui Bamata ambao wote ni wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Kamanda Morges amesema baadhi ya majeruhi wamepatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kisarawe na kuruhusiwa kwenda nyumbani, huku wengine 7 wakiendelea na matibabu katika hospitali hiyo. Amesema chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi. Na vilevile jeshi la polisi limetoa taarifa kwa umma ajali ya gari kuanguka na kusababisha vifo, majeruhi pamoja na uharibifu. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 11 kamili jioni huko eneo la kona ya Kinyanyiko katika barabara ya Pugu Kisarawe wilaya ya Kisarawe mkoa wa Pwani, gari lenye namba za usajili T177 DBV aina ya Fuso bus likitokea Vikumbulu kwenda Dar es Salaam likiendeshwa na Salehe Mtumwa miaka 35 na mkazi wa Chanika Dar es Salaam liliacha barabara na kupinduka kisha kusababisha vifo vya watu 4 na majeruhi kwa watu 46. Waliofariki katika ajali hiyo ni Salehe Mtumwa miaka 35 na mkazi wa Chanika Dar es Salaam ambaye alikuwa dereva wa gari hilo, Mwika Mwandu Gwesele mwenye umri wa miaka 38 mkazi wa Dar es Salaam, Fatuma Hassan Momba mkazi wa Buguruni Dar es Salaam, Sivijui Said Samata mwenye umri wa miaka 40 mkazi wa Dar es Salaam. Majeruhi wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya Taifa Muhimbili ni kama ifuatavyo: Hamisi Sultani Mtitu miaka 55 mkazi wa Mbagala Dar es Salaam, Farida Hassan miaka 28 mkazi wa Vingunguti Dar es Salaam, Husna Bakari miaka 26 mkazi wa Buza Dar es Salaam, Radhia Sultani miaka 36 mkazi wa Tabata Dar es Salaam, Neema Hassan miaka 42 mkazi wa Temeke Dar es Salaam, Pili Kondo miaka 40 mkazi wa Tabata Dar es Salaam, Salama Ramadhani miaka 40 mkazi wa Kigogo Dar es Salaam, Salum Rajabu miaka 56 mkazi wa Mbande Dar es Salaam, Pili Habibu miaka 28 mkazi wa Majohe Dar es Salaam na Amina Ramadhan miaka 64 mkazi wa Boga wilaya ya Kisarawe. Majeruhi wengine 7 wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kisarawe ambapo kati yao wanaume ni 3 na wanawake ni 4. Aidha, majeruhi wengine 29 wamepatiwa matibabu katika hospitali hiyo ya Kisarawe na kuruhusiwa. Chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi ambapo dereva alishindwa kulimudu gari kwenye mteremko mkali na kupelekea gari hilo kupinduka. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linawataka madereva wote na vyombo vya moto kuzingatia sheria ya usalama barabarani pamoja na kanuni zake ili kuepusha ajali zinazoweza kusababishwa na uzembe. Hatua kali zitaendelea kuchukuliwa kwa madereva watakaosababisha ajali kwa uzembe au kutokuzingatia sheria za usalama barabarani na kanuni zake. Taarifa hii imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Pwani. Endelea kufuatilia Mbanasi Radio kwa habari zaidi.